Kutokana na ubomozi ya nyumba ambayo imebomolewa Mombasa, ambayo iliporomoka na ikabomolewa kabisa na mabomu, ikapigwa mabomu na wanajeshi wakaangusha hiyo nyumba yote. Nimeweza kupata yule jamaa mwenye alikuwa ameahidiwa kibarua hapo kwa hiyo nyumba. Alikuwa ameahidiwa kazi ya kufanya usafi nini kama nyumba itaisha, pengine kazi kama ya caretaker kama hiyo nyumba ingekuwa imeisha. Kwa bahati mbaya hiyo nyumba ilikuja ikaporomoka na nyumba yenyewe imeangushwa kabisa, imeangushwa chini. Sasa huyu jamaa huyu mwenye unamuona hapa ndio yule ambaye alikuwa ameahidiwa kazi. Kwa vile sasa ameshtuka kuona hiyo nyumba imeangushwa yote, imekuwa ni kitu ambayo imemuumiza kwa roho yake sana. Yeye ameshtuka. Kushtuka kwa sababu gani? Saa hii Kenya kupata kazi ni kitu ngumu, na ukipata kazi Kenya saa hizi, shukuru Mungu sana kwa kupata kazi Kenya. Kenya saa hizi kazi ni kitu kigumu, hata ndio sababu watu wanaenda kazi huko Uarabuni, wengine wanasafiri mataifa zingine kutafuta kazi. Ajira Kenya ni kitu moja ngumu zaidi, inaleta changamoto kwa Wakenya. Sasa huyu jamaa alikasirika sana, ijapokuwa jina lake nitalificha, sitaweza kutamuka hapa, watu watamfuata. Ijapokuwa kama unamjua kwa sura yake, pengine unaweza ukamfuata ukampa pole, ukasema pole, kazi imeharibika. Na hivyo kazi kuharibika hiyo ni kawaida, kwa sababu sio kupenda kwake nyumba kuangushwa, ni nyumba ilitokea ajali ya kuporomoka, ndio sasa paka nyumba ikaangushwa. Sasa yeye itabidi atafute kazi kwingine. Maisha ndio hivyo. Yale tunaweza kumwambia tu ni pole, azidi, asife moyo sana, aendelee kutafuta kazi, anaweza kafanikiwa kwingine. Leo ni hayo tu. Ni mimi Papa Idewa. Wacha utoe comment kwa huyu jamaa, ama mambo gani utamwambia huyu jamaa ya kumpa yeye moyo, asije akavunjika moyo sana kwa vile yeye mwenyewe ameshtuka. Unajua ukiahidiwa kazi na hiyo kazi ikuponyoke, roho yako itaumia sana, kwa sababu kuna competition kubwa kwa upande ya kufanya kazi, ni kupata kazi Kenya watu wanaangalia elimu, watu wanaangalia umri. Sasa mtu wa umri kama huyu, yeye tayari roho yake alikuwa anajua amepata, na kwa bahati mbaya nyumba imeangushwa. Sasa yeye tena inabidi aanze kutafuta kazi. Leo ni hayo tu.